niko jela kama mabusu, lakini hana hatia. Wanahabari na ndugu wa Tanzania wenzangu, nizungumze mambo mawili, na nianze na jambo hili ambalo mwanasheria mkuu wa chama chetu Dr. Nshala amelizungumzia. Kama ambavyo tulitoa tamko rasmi la chama kuhusiana na zuio lililokuwa limewekwa ambalo lilikuwa limezuia chama chetu kufanya shughuli mbalimbali za kisiasa, ikiwemo kutumia rasilimali za chama, ofisi za chama, magari ya chama. Na kwa kipindi chote hakuna kiongozi wala mwanachama ambaye aidha amekwenda ofisini au ametumia mali za chama. Sasa kwa ufafanuzi huu ambao umetolewa ni wa kisheria, sio tamko tu la hewani, ni ufafanuzi wa kisheria wenye rejea ya kesi ambazo ziliwahi kuamuliwa kwenye mahakama zetu hapa Tanzania. Kwa hivyo nitoe tangazo rasmi la kiutendaji kwa niaba ya ofisi ya katibu mkuu wa chama kwamba viongozi wote wa chama nchi nzima, wanachama wetu wote, kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026, kuanzia leo tuko huru kutumia ofisi zetu za chama pamoja na mali zetu zote. Ninaelekeza kuanzia kesho, viongozi, nendeni ofisini, kafanyeni maandalizi ya usafi, kakagueni magari, kakagueni ofisi, kakagueni nyaraka na mali mbalimbali katika ofisi zetu, na tutatoa taarifa sasa ya maelekezo, vikao vianze kukaliwa kwenye ofisi zetu kuanzia kesho, na hakuna yoyote wa kutuzuia kwa sababu jambo hili ni la kisheria. Tuna programu ambayo tulikuwa tumeizindua wakati wa maadhimisho ya miaka 33. Programu hii itaendana na zoezi rasmi la viongozi na wanachama kurudi ofisini na kuanza kutimiza wajibu wetu wa kisiasa. Tulizindua programu inaitwa Chadema ni Watu. Chadema ni nini? Chadema ni watu. Kwa hivyo wale wote wanaotaka kujiunga na chama hiki, huu ndio wakati wa kujiunga ili uweze kuhesabiwa sasa, tuthibitishe Chadema ni watu. Kwa hivyo tutatoa fursa na matangazo mbalimbali wa Tanzania ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za nchi hii, wakifuatilia kesi zetu mbalimbali, ambao wanapenda mageuzi na mabadiliko. Basi sasa tutakuwa na programu hii inaitwa Chadema ni Watu, tukathibitishe Tanzania na dunia ijue kwamba nchi hii kiko chama kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na chama hiki kina watu. Kwa hivyo nendeni ofisini, watu wasajiliwe, na programu hii iende kwa nguvu sana ya kusajili wanachama ili ijulikane na ifahamike Chadema ni watu. Jambo la pili, kwa wanachadema na Watanzania wenzangu, msifadhaike na yanayoendelea mahakamani. Lissu hana hatia, wote tunajua. Mbingu zinajua na dunia inajua Lissu hana hatia. Na hakuna marefu yasiyo na ncha jamani. Haki yake tutaipata. Na leo amesema kwa ujasiri kabisa, niko jela kama mabusu, lakini hana hatia. Hizi danadana tunazoziona ni danadana za kututaka watu wakate tamaa, wachoke, wapige magoti, waisujudu sanamu. Kamwe mwenyekiti wetu hawezi kuisujudu sanamu. Na hata sisi viongozi, wasaidizi wake na wanachama, hatutakubali kuisujudu sanamu. Kesi hii ina lengo la kutublackmail, ina lengo la kumtesa Lissu, ina lengo la kufifisha nguvu zetu, lakini tutathibitisha kwamba we have God and we have the power. Na tuna watu walio nyuma yetu, na kazi hii na wajibu huu tutautimiza kwa uaminifu sana, ambao
wamekuwa wanatoa maneno ya kufedhesha, kama vile kuna watu wanafaidika, aidha viongozi au baadhi ya watu wanafaidika na Mheshimiwa Lissu kuwepo ndani, kuwepo magereza. Hii ni kauli isiyo ya kiungwana. Kama kweli wanadhani kuna mtu anafaidika, aidha viongozi wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au kuna wanachama wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au labda familia yake inafaidika na Lissu kuwepo ndani, basi hao wenye uchungu na hawa wanaofaidika wamwachilie Lissu basi, ili hawa watu wapate hasara. Aachiliwe basi ili familia yake isifaidike. Aachiliwe basi ili wanachama wasifaidike. Aachiliwe basi ili hao viongozi inaosemekana wanafaidika wasifaidike. Aachiliwe basi. Lakini sisi tunasimama kwa ujasiri, tunasema Lissu sio mhaini, Lissu hana hatia. Na huu ndio uwe wimbo wetu kuanzia sasa. T-shirt ziprintiwe, nyimbo ziimbwe, ngonjera zitungwe, miziki ichezwe, tuimbe wimbo wa kwamba Lissu sio mhaini na wala Lissu Naam. Hivyo nimalizie kwa kusema kwamba tuwe na ujasiri na haya ambayo yako mbele yetu. Vita hii tutaipigana kwa fonti zote. Tutaipigana mahakamani, tutaipigana barabarani, tutaipigana kwenye maji, tutaipigana angani, tutaipigana kwenye cyber, kila mahali. Hakuna jiwe litakaloachwa. Tutaipigana kila mahali. Tunaye Mungu, tuna watu, tuna nguvu, tutashinda. Amen. Asanteni sana. Hii ni kauli isiyo ya kiungwana. Kama kweli wanadhani kuna mtu anafaidika, aidha viongozi wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au kuna wanachama wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au labda familia yake inafaidika na Lissu kuwepo ndani, basi hao wenye uchungu na hawa wanaofaidika wamwachilie Lissu basi, ili hawa watu wapate hasara. Aachiliwe basi ili familia yake isifaidike. Aachiliwe basi ili wanachama wasifaidike. Aachiliwe basi ili hao viongozi inaosemekana wanafaidika wasifaidike. Aachiliwe basi. Lakini sisi tunasimama kwa ujasiri, tunasema Lissu sio mhaini, Lissu hana hatia. Na huu ndio uwe wimbo wetu kuanzia sasa. T-shirt ziprintiwe, nyimbo ziimbwe, ngonjera zitungwe, miziki ichezwe, tuimbe wimbo wa kwamba Lissu sio mhaini na wala Lissu Naam. Hivyo nimalizie kwa kusema kwamba tuwe na ujasiri na haya ambayo yako mbele yetu. Vita hii tutaipigana kwa fonti zote. Tutaipigana mahakamani, tutaipigana barabarani, tutaipigana kwenye maji, tutaipigana angani, tutaipigana kwenye cyber, kila mahali. Hakuna jiwe litakaloachwa. Tutaipigana kila mahali.